knows. Watu wanasema kuna creation kwa sababu wako kwenye jela ya ufahamu, ila siku wakipevuka kwenye upeo wa uelewa watagundua hakuna creation, ni story wameelishwa. Kwa sababu wewe usingesoma kwenye Biblia au Qur'an kuhusu creation, usingeelewa kwamba kuna kitu kinaitwa creation. Uongo kweli? Ni kweli. Yes. Lakini so unapozungumza habari ya creation, maana yake unataka turudi kwenye tuishi kwenye reference. Okay. Funny fact ni kwamba yeah. Mambo ambayo unayajua wewe, yes, umeweka kwenye kitabu. Kwa hiyo watu wameyasoma. Kwa hiyo somehow unaamini content ulizoziweka kwenye kitabu ni content ambazo watu wanaweza kuzisoma na kuna watakao zitumia, kuna wanaokufuatilia na zitumia. Sema apply to hizo content ambazo zimewekwa za historia na wote waliopita. Sasa bahati mbaya mimi ni tofauti. Mimi siandiki mambo unayoelewa, naandika njia ambazo watu wanaweza kupitia kuelewa. Ndio maana nikakwambia ukisoma vitabu vyangu kama una akili timamu huwezi kuelewa. Okay, kwa nini tuzungumzie hiyo jinsi ambavyo unapima uelewa wa watu unaamini uelewa fulani ndio uelewa ambao unafaa. Kwa mfano uelewa wako ulionao ni uelewa wa juu, regardless popote unapouweka unaamini kwamba huo ndio uelewa unaofaa, lakini unagundua level yote ya uelewa ya watu walioko duniani unatusaidia sisi kufanya dunia na move. Na juzi nilikuwa naongea hiyo topic na ndio sababu nimetaka kuita hapa tuzungumze kwamba kuna watu ambao akiwemo mimi, kuna baadhi ya mifumo ambao naiona kwamba haipo sawa ya kidunia. Yes. Lakini hizo systems ziliwekwa ndio zinafanya dunia na move. Tukianzia na system kwa mfano ya dini, stories tunazoambiwa. Kwa mfano issue ya kuwa na story ya dunia ilitoka wapi, tuliumbwa, kwa nini tuliumbwa, tumetoka wapi? Haikuletwa tu regardless ni kweli au sio kweli. Ili binadamu tulikuwa tunahitaji. Binadamu ni kiumbe ambaye kihalisia anataka ku make sense ya mazingira yake. Ku make sense ya vitu anavyoviona na anavyovijua. Kwa hiyo watu walihitaji sense na wakaletewa sense kwa wakati huo. Ni kama kijiji kilihitaji maji, wakati huo mtu alikuwa na maji ambayo sio safi lakini walikuwa na maji yakaletwa. Sijui unanielewa? So regardless ya wewe utakapokuja kuyaona baadaye maji ni machafu yamesababisha magonjwa, but watu hawakufa, walikunywa haya maji. Lakini in the process pia ya maji unaweza kusafisha pia. So kuna vitu vingi. Haudhani kwamba walioleta hizi system wameokoa dunia kuliko walivyoishi? Mimi naweza nikakwambia walioleta system zote hizo wamemaliza dunia. Na my brother, kama unadhani dunia ina move, you are wrong. Dunia inakufa. That's why sasa hivi kuna story nyingi za mambo ya global warming. Uongo kweli? No. Yeah. Sijui recycle this, recycle that. Ukishauri hivyo dunia inaisha. Kujenga maghorofa, majumba, manini, sio kwamba dunia ina move on. Dunia inaisha hivyo. Inakufa. Kwa sababu ili dunia iishi lazima irudi kwenye asili yake ya uyoga. Sasa hivi hata ukizunguka huko mitaani wewe kuuliza swali, wiki hii umeona uyoga sehemu gani? Kwenye mazingira unayopita. Mimi binadamu tuna sasa mimi nakwambia popote usipoona uyoga hakuna maisha. Take it from me. Unathibitishaje hiyo? Sio nathibitisha. Kazi yangu sio kuthibitisha. Go and do your research. Okay. Kwa dunia hai move on. Take it from me. Zamani wakati babu zetu, mimi bahati nzuri nimeishi vijijini na babu zangu. Sawa? Wewe hata sasa hivi nikikwambia nikutoe nje usiku, uniambie nini kitatokea kesho ujui, bila kusoma kwenye kusikiza taarifa ya habari na kusikiza kwenye mambo ya weather ujui. Lakini mimi nikitoka nje usiku najua nini kitatokea, najua nani atakufa, najua nani atakuja. Sasa mimi na wewe nani dunia yake na move on. Zamani sisi kijijini mtu akifa kijiji cha pili tunajua na hamna simu. Leo bila simu huwezi kujua nani amekufa. Uongo kweli? Sasa hapo dunia ina move au inaisha? Unajua watu wengi mnadhani kwamba dunia inaishi kwa kuona trash zinaongezeka duniani. Ndio mnahisi dunia inaongezeka, inaendelea. My brother, dunia inaendelea wewe ukibaki kwenye ukuu wako wa asili. Hapo ndo dunia inaendelea. Kama huwezi kucommunicate na mimi bila kutumia simu, wewe tayari ushakufa, haupo. Kwa sababu huwezi kuzungumza katika your greatest being, unazungumza to your lowest key. Ndio maana una depend on devices. Sasa hapo utasemaje dunia ina move on? Dunia is you. Okay. Dunia sio mazingira unayoona. Hii ni space. Na watu wengi wanasema tunaishi duniani. We are living the space. Hii ni space, sio dunia. Sisi tunakaa juu ya boya. Hamna dunia. As long as chini kuna maji na maji ni hewa. So tunaishi kwenye space. Usidhani kwamba dunia inaendelea. Kwa hiyo hoja unasema. Yeah. Dunia hiyo ni according to binadamu unavyoitazama.
kwa sababu unaposema dunia inakufa, hiyo dunia ilivyo tu, nature ilivyo imetengenezwa kutuua sisi binadamu. Haijatengenezwa kutuua. Kwa mfano tukiandu kila kitu, wewe tukaondoa mavazi uliyovaa, tukaondoa nyumba unayoishi, tukaondoa kila kitu ambacho umekitengeneza kama binadamu, tukakwambia uishi kama zamani, na maana yake mbu wataongezeka, magonjwa yatakuja, kuna maji, yani kuna vitu vingi vitashindikana. Kwa hiyo you can see dunia imetengenezwa kufavor wanyama na wadudu, sio binadamu. Kwa hiyo binadamu hichi tunachokifanya chote ni ili kutengeneza yani ili tuweze kusurvive kwenye hii nature. Sasa mimi nataka nikuponye. Okay? Unaamini hivyo kwa sababu umeuziwa uoga na umeununua unaishi nao. Kwa nini kila wenzako wanachokielewa unahisi ni uoga? Hawaelewi my brother. Wewe umesoma shule ya msingi sio? Umesoma sekondari. Sasa lini ukaelewa? Wakati umeshakuwa designed kutokuelewa. No, nilikuwa naelewa. Uelewi? Moja mara moja ni ngapi? No, hiyo ni lugha. Sio lugha. Nimekuambia hujawahi kujua lugha. Wewe unazungumza phonetics. Okay. Unajua tofauti na kuelewa unachokimaanisha. Bado hujanielewa. Ninachojaribu kusema ni kitu kimoja, kwamba unafahamu kwamba unachokiongea hapo unatumia lugha ya Kiswahili ambayo hujaitengeneza. Mimi situmii Kiswahili hapo. Ni Kiswahili? Situmii Kiswahili. Mimi nimesema nazungumza phonology. Ni lugha ya Kiswahili? Sio lugha ya Kiswahili, hakuna lugha ya Kiswahili. Na mimi nasikitika mnasema kwamba kuna lugha ya Kiswahili. Hakuna lugha ya Kiswahili. Kwa mtu yote aliye study phonology anajua hakuna lugha ya Kiswahili wala lugha ya Kiingereza. Kuna nini? Ila kuna rhythm za matamshi ambazo kwa sababu umekuwa coded kwamba ni Kiswahili na hiki ni Kiingereza, basi ndio maana ukienda Uingereza, mimi nishafanya research. Ukienda Uingereza ukamuuliza Muingereza yoyote aseme past tense ya neno cook, atakushangaa. Nyinyi huko mnasema ni cooked. Hakuna hicho kitu. Hawana hivyo vitu, takataka hizo hawana. Na ni wale wazao wanaozungumza ile Irish English. Lakini lugha inabadilika. Sio lugha inabadilika. Unajua anyway, vitu vingine kusema ni public inakuwa shida sometimes. Vitakuletea matatizo. Mfano? Wewe unaaminishwa kwamba una lugha ya Kiswahili, my brother, I'm telling you, hakuna lugha ya Kiswahili. Wewe unazungumza rhythm ambazo umelishwa toka ukiwa mtoto mdogo. Kwa unapoziunganisha hapa, tunapozungumza wote wanaona tunazungumza, lakini hapa tunatengeneza muziki. This is musical. Ndio maana tunapanda sauti na kushuka. Kwa hamna lugha. Hapa tunatengeneza rhythm za maneno ambayo tumekuwa coded nayo. Kwamba sasa hivi ya maneno ni ya code kwenye rhythm ya inaitwa Kiswahili, nitayakodi kwenye rhythm inaitwa Kichina, nitayakodi kwenye rhythm inaitwa Kiingereza. Ndio maana ukisikia mimi mara nyingi nasema kwamba nawashangaa sana wazazi wanaopeleka watoto shule za Kiingereza wakiamini Kiingereza inamfanya mtoto awe smart, kwa sababu wanachofanya tu ni kuhamisha rhythm basi. Kwa sababu ukitaka kujifunza Kiingereza au uende Uingereza unafanya tu mazoezi ya ulimi uzoe rhythm za Kiingereza, matamshi yale yanaitwa Kiingereza basi. Ndio maana unawaambia watoto, chukua kitabu cha Kiingereza kila siku, soma peji 10 kwa nguvu, kila siku kuwa unazungumza na watu ili uweze kujikodi hivyo. Sio, umenipata vizuri? Wala unahitaji kwenda kujifunza past tense na neno. No, ukishajikodi tu hivyo ulimi wako, ukakodi na sehemu yako ya memory ya ubongo, biashara imeisha, umejua Kiingereza. Unajua lugha yoyote. Okay. Kwa hiyo hakuna lugha hapa, tunaongea rhythm. Hakuna lugha ya Kiswahili. Napenda jinsi ambavyo unaweza umeamua kujibinafsishia baadhi ya maneno. Kwa mfano, nataka tutumie neno lugha. Sijasema sitaki. Kutumia rhythm. Sijasema mimi ninachotaka mimi sitaki uniquote. Nataka nikufikirishe. Ndio maana ukisikia nasema mara nyingi kwamba mimi nauza akili. Nataka nikufikirishe, sio nikupe majibu. Sasa Watanzania wasichoelewa ni kwamba wanadhani mimi nawaambia wanatakiwa kufanya nawe yasema. Kazi yangu ni kuwafanya wafikiri, kwa sababu ninajua mfumo mzima toka wanazaliwa wanafugwa, hakuna mtu amewafanya kufikiri. Nchi hii watoto wanasoma KK 3. Kusoma, kuandika, kuhesabu. Lini watafundishwa kufikiri? Nobody is teaching how to think. Sio, unanielewa my brother? Na nasikitika kwa nini hili alisemwi hadharani. Kama uwezi kufikiri huko jela kuliko aliyefungwa wapi kule, jela gani maarufu hapa? Segerea. Kama hujui kufikiri huko jela my brother. Kwa mimi kitu ninachojaribu kufanya ni kuongezea K ya 4 kufikiri. Zisiwe K3, ziwe K4. Na ikiwezekana zitoke hizi 3 ibaki moja, kufikiri. Ndio maana kwenye one of my book nimeandika wenye hakika hawafi.
Kufa sio kitendo cha wewe kutokwa na uhai. Akili yako inapofanya kazi kurudi nyuma, wewe tayari ulishakufa. Ndio maana unahofia mbu, mende, nyoka. Siku hizi nasikia watoto wakiona mjusi wanasema shindwa, wanamwaga maji. I wonder. Mimi ukija nyumbani kwangu ukaua mende, my brother, unaweza kaondoka siku hiyo hiyo. Ukaniambia sijui niweke neti mbu asikuume, siku hiyo utaondoka. What knows?